Asante sana studio zetu hapo jijini Dar es Salaam. Mtazamaji wa Channel 10 habari za wakati huu, popote pale unapotutazama, karibu kwenye habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma, na mimi ni Roda Simba. Baadhi ya wafanyabiashara wa vifaa na mahitaji ya wanafunzi ikiwemo madaftari, vitabu na sare za shule wamesema mwitikio wa wateja wao kwa mwaka huu ni mdogo licha ya bei kupungua, huku wazazi wakieleza changamoto za kifedha zinazoathiri maandalizi ya kuwarudisha watoto pindi shule zitakapofunguliwa. Taarifa zaidi tuungane na Amani Mbando. Ni katika eneo maarufu la biashara mbalimbali jijini hapa, mtaa wa One Way, ambapo wenye maduka ya vifaa na mahitaji ya wanafunzi ikiwamo sare za shule, yani mavazi na madaftari, kalamu na vinginevyo, wanaeleza kuwa hali kwa mwaka huu ni tofauti kwao licha ya bei kutokuwa juu. Bei ya sasa hivi ni bei ambayo iko chini kuliko miaka mingi iliyopita, ni nyuma mitatu minne. Yaani bei ziko chini sana. Ukizingatia mwaka jana kwa ya tu iko inauzwa mpaka 25,000 kwa dozen ambapo hizo pisi 12. Ila kwa sasa hivi kwa tu inauzwa kwa shilingi 18,000 mpaka 19 kwa dozen. Wanafunzi ni wengi sana, inategemeana na hali ya uchumi, labda pengine kwa mawazo mengine unaweza kusema hali ya uchumi ni duni kidogo. Kwa hiyo biashara si sawa sana miaka iliyopita. Na bei pengine zipoje? Bei hazijapanda. Bei ziko sahihi tu, zile tu. Baadhi ya wazazi na walezi waliojitokeza kununua mahitaji ya watoto kuelekea ufunguzi wa shule tarehe 13 mwezi huu wamekiri kuwa hali kwa mwaka huu ni tofauti na miaka iliyopita, ambapo wateja ni wachache, huku wengine wakieleza kuwa tayari walishafanya maandalizi kabla ya sikukuu za mwisho wa mwaka. Halipo kawaida, yani vitu havijapanda sana. Yani bei ambayo tumenunua mwaka jana na ndio bei ambayo tumenunua mwaka huu. Mimi kwenye upande wa vifaa vya mwanafunzi, mimi na watoto wawili, nilivinunua kabla sijaanza ule msimu wa sikukuu, kwa sababu nilikuwa najua kwenye sikukuu kuna matumizi mengi, lakini nilijitahidi kununua vile vitu vya muhimu vikubwa. Nilibakisha tu vidogo vidogo kama sweta, soksi ambavyo na uwezo wa kuvimudu kwa kipindi hiki. Asante sana Amani Mbando kwa taarifa hiyo. Na sasa tuangazie taarifa nyingine. Wafanyabiashara wa mazao ya vyakula jijini Dodoma wamewasihi wananchi kuendelea kuvumilia, kwani bei ya bidhaa hizo hazijabadilika licha ya msimu wa sikukuu kuisha. Taarifa zaidi tuungane na Leonard Mwacha. Wafanyabiashara hao wamekiri kupata changamoto na wateja wao wanaokuja kununua bidhaa, huku wakitegemea unafuu wa bei baada ya heka za sikukuu kupungua. Tunaki sisi tunauza ndizi 4. Ndizi 4 ni ya shilingi 2,000 mjomba. Ndizi 4. Sasa mtu anakuta ana familia watu 4 5 mjomba, sasa inakuwa ni kipengele kwa kweli kumzia ndizi 4. Kwa hiyo mtu tu anaamua tu ailishe mjomba, chio tu bidhaa zingine. Basi lakini mkungu mmoja mpaka sasa hivi unaweza shilingi 50,000. Upatikanaji ushakuwa shida sana ndizi mzuzu, lakini laini kidogo zinapatikana. Kuna mafungu yani ambao tunapanga ndizi 4 2,000 zikiwa 8 3,000. Alafu kuna ndizi 7 3,000 zikiwa 14 5,000. Hata hivyo, wafanyabiashara hao wakiwemo viongozi wa soko la Majengo wametaja sababu ya bidhaa hizo kuwa na bei sawa na msimu wa sikukuu, huku wakiweka wazi matumaini ya mabadiliko ya bei siku za usoni. Kawaida mvua ikichelewa, viazi na ndizi vinapungua shambani. Vikishapungua shambani kuna scarcity, maana yake kuna uhaba. Kishatokea uhaba, maana yake kule wakulima wanapandisha bei na sisi huku sokoni tunapandisha bei. Kwa hiyo ndio sababu kubwa. Sasa hivi ukiangalia mvua za mwanzo ambazo zitangulia kunyesha, hata mchele tayari watu wameshaotesha. Kwa hiyo tunakokwenda sasa tunategemea mazao ya mvua. Kuanzia mwezi wa 2 na kuendelea mpaka mwezi wa 4 ni mazao ya mvua ambayo yanapatikana kwa wingi, bei zinaanza kufanyaje? Zinaanza kushuka. Lakini kwa sasa hatuna zao lolote ambalo la mvua, ni ile ambalo lilikutwa wakati linamwagiliwa. Asante sana Leonard Mwacha kwa taarifa hiyo. Nikiangazia taarifa nyingine, wakulima wa vitunguu swaumu katika wilaya ya Mbulu mkoa wa Manyara wamelalamikia kuporomoka kwa bei ya zao hilo sokoni, hali inayowalazimu kuamua kuhifadhi vitunguu hivyo wakisubiri kupatikana kwa bei itakayowaridhisha. Taarifa zaidi tuungane na Kuringe Mongi. Akizungumza na Channel 10 katika kijiji cha Bashai wilayani Mbulu, makamu mwenyekiti wa chama cha ushirika cha Didiama Bwana Daudi Selemani alisema bei ikipatikana bei ya juu, ndio sasa tayari mkulima anakuja anatoa idadi ya kilo yake ambayo amehifadhi, tayari anaiuza
chama kinapata na yeye anapata. Lakini akaweka wazi matumaini walionayo kuanza kutumia stakabadhi ya ghala. Tegemea kwamba tukipata nafasi au Mungu akitusaidia, bei ya stakabadhi ghalani ndio itatusaidia sana, hasa wakulima wetu wa kiwango cha chini na kiwango cha kati. Kwa lengo ni kutoka chini, mkulima wa chini kutoka 2,000 kwa kilo auze hadi 18,000 kama mwaka juzi. Nao baadhi ya wakulima na wasindikaji wa AMCOS hiyo ya Didiama wakaweka wazi hatua za muda mfupi walizochukua kukabiliana na tatizo la soko, huku wakieleza faida ya kutumia kitunguu swaumu. Tunakausha kitunguu saumu kwa hii mashine ili kuiongezea thamani hili zao likae muda mrefu. Watu wenye ugonjwa wa pressure huwa wanatumia sana, kama kisukari kama pressure inapanda inakuwa normal, inayeshuka inakuwa normal. Kisukari kinachopanda kinakuwa normal na kinachoshuka kinakuwa normal. Kuringe Mongi, Channel 10. Asante sana Kuringe Mongi kwa taarifa hiyo. Na mtazamaji, kabla ya kuhitimisha habari za biashara na uchumi, na sasa tupate viwango vya kubadilishia fedha za kigeni kutoka Benki Kuu. Na mtazamaji wa Channel 10, mpaka kufikia hapa katika upande wa habari za biashara na uchumi kutoka hapa Dodoma, mimi nakuwa sina la ziada. Mimi ni Roda Simba, na sasa narejesha matangazo haya hapo studio jijini Dar es Salaam. Naam, asante sana Roda Simba kwa habari za biashara. Mtazamaji, tuende kuungana na Eden Bahati apate kwenda kutuangazia upande wa habari za michezo na burudani. Karibu Eden Bahati.